moja kwa moja. Natamani sana watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani sana niweze kualika katika ibada za meza ya Bwana ambao ni ibada za Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ibada hizi Yesu Kristo nikasema ya kwamba siku ya Sunday ya kwamba Mfalme Yesu akaniambia kwamba wiki ijayo atakuwa anapeana mwili wake na damu yake kwa ajili ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia kwamba mwanangu, nitakapokuambia siku wawekee watu wangu pale katika YouTube, yoyote atakayesikia ibada hizi na kufika atatamani sana Yesu Kristo mfike kwenye madhabahu yake mfunguliwe. Yesu Kristo akaniambia ni siku zake 5 tangia siku ya Wednesday tarehe 2 mpaka siku ya Sunday tarehe 6. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wanafanya kile Mfalme Yesu ananielekeza tu. Mimi ni chombo ambacho mimi hupitisha ujumbe wake tu kupitia kwangu mwili huu. Yesu akaniambia kwamba ibada ya meza ya Bwana mwezi wa 4 nifanye kwenye madhabahu haya kwa siku 5, siku zake za neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Akaita vizuri sana kwamba akaniambia ni siku 5 za kufungua watu na kuponya watu wake. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Akaniambia kwamba niziweke pale katika YouTube. Siku ya jana nilipoenda pale nilikuwa nimeenda maombi kwa msitu wa Yesu Kristo ambapo nena na yeye akanikumbusha akaniambia nihakikishe nimeziweka pale, lakini kwa sababu kulikuwa na mvua nyingi kule, kulikuwa na mvua nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kakaa na Yesu Kristo msituni nikawa nanena na yeye ni kwa ajili ya kuniandaa kwa ajili ya meza ya Bwana. Wakati kwa wakati wanasema kwamba ibada hizi za meza ya Bwana ni ibada ambazo hutumia nguvu nyingi na sio ibada ambazo mtu anaweza kamuka na kusema kwamba naenda kupeana. Haiwezekani. Yesu Kristo huwa na ukaribu naye sana katika ibada za meza ya Bwana kila na wakati tu. Bwana Yesu asifiwe. Kiwa kule msituni nikinena na Yesu Kristo akaniambia kwamba nikifika nihakikishe nimeziweka pale katika YouTube kwa ajili zimechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia kwamba mwanangu, watangazie watu waje walemavu, waje ambao wako na ndoto mbaya, waje ambao wana kazi, ambao kuna magonjwa, fika kwenye madhabahu haya tangia siku ya Wednesday tarehe 2 mpaka siku ya Sunday tarehe 6. Yesu aliniambia ni siku 5 zake za kufungua watu na kuwaponya. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia there are 5 days of healing and delivering his people. Bwana Yesu asifiwe sana. So watu wa Mungu nawakaribisheni katika ibada ya meza ya Bwana mwezi wa 4 kuanzia tarehe 2 wiki ijayo mpaka tarehe 6 Sunday, siku ya Sunday ijayo. Yoyote popote pale ulipo mtu wa Mungu, uko na mgonjwa ambaye unajua ya kwamba ni mlemavu, wewe mwenyewe uko na magonjwa ya mauti, fika kwenye madhabahu haya tangia siku ya Wednesday tarehe 2 mpaka siku ya Sunday tarehe 6. Ni hizo ibada nitaifanyia hapa kwenye madhabahu. Yesu akaniambia kwamba ni uamuzi wangu kujua nitaifanyia hapa ndani ama nitaipeleka mahali kule nje. Lakini Yesu Kristo ni mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye hanifichi chochote. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia anatamani sana ifikie wengi. Bwana Yesu asifiwe. Ambao unasikia ibada hizi uko hapo katika YouTube. Natamani wewe uweze kufika. Na hata kama hutaweza kufika, ambia mwenzako afike kwenye ibada hizi za meza ya Bwana. Usiye na kazi, tumia damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo kwenye madhabahu haya. Utaenda tu kazini moja kwa moja. Kwa nini? Ninajua zile nguvu za Yesu Kristo anaweka pale katika damu yake na mwili wake kila wakati anapoiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni meza ya Bwana. Na hii meza ya Bwana Yesu huipeana mara moja kwa mwezi. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia ni siku 5. Siku 5. Siwezi nikapitisha, siwezi nikapunguza. Kile ambacho nimesikia ndicho ambacho mimi utii. Yangu ni kusikia na kufanya vile nimeambiwa na Mfalme Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Popote pale ulipo kwa na mgonjwa, uko mwenyewe na magonjwa, uko na shida za kifamilia, uko na magonjwa, uko hapo na una kazi, Yesu atakurudishia nyota yako hata kupitia kwa damu yake na mwili wake. Akaniambia kwamba kuna watu ambao wako na nyota nzuri na hizo nyota zimekaa tu hazifanye kazi. Yesu Kristo kupitia kwa mwili wake na damu yake, nyota zitafumbuka na zitalipuka na zitaanza kufanya kazi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia kwamba yeyote yule atakanyanga kwenye madhabahu haya au sike pamoja nasi kwa kutumia damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo, ule mtu atambadilisha maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakaribisheni wote watu wa Mungu popote pale mlipo,
Ikiwa ulikuwa na maeneo ya Nairobi, niko maeneo ya Lang'ata. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu haya ambayo inaitwa New Life Church Nairobi hata iko imeandikwa Kitengela, lakini madhabahu haya bado haijaenda Kitengela. Bwana Yesu asifiwe. Je, ulitoa wapi jina Kitengela? Yesu alinipatia hiyo jina. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyewe iko hapa madhabahuni pake, ameandika mwenyewe kwa mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Hizo rangi wanasema sio zangu, ni za Yesu. Hizo majina sio yangu, ni ya Yesu. Kitengela sijaweka mimi, sikuwa najua Kitengela, lakini nikasema ya kwamba mwezi uliopita sijafanya ibada ya meza ya Bwana kwenye madhabahu yako, kwa sababu hiyo wiki ya meza ya Bwana Yesu ndio alijitwalia, alinionyesha pale madhabahu yake inaenda, na akaniambia ya kwamba wakati umefika madhabahu iende mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Akanionyesha Kitengela na nikaenda Kitengela na nikaona, na akaniambia kwamba hauwezi ukaweka madhabahu, uhamishe madhabahu haya, sio vyema, ni heshima. Fika ambaye amekuzaa kiroho, mwambie. Bwana Yesu asifiwe. Yangu mimi ni kutii. Bwana Yesu asifiwe. Nikatoka na nikaenda Mavueni na nikamwambia babangu wa kiroho, uenda hako nisikia, uenda alinisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kuenda njia hiyo. Wote na wakaribisheni kwa meza ya Bwana wote. Popote pale ulipo, uko pamoja nasi. Unatazama ibada hizi, unafuatilia channel hii, na kukaribisha uliye na mgonjwa, uliye na mlemavu, uliye na magonjwa ya mauti. Hizo madawa Yesu akukumba na madawa. Ulikuwa mzima kwa wakati mmoja, uliye na vyuma au kukuwa umezaliwa na vyuma, kilichosababisha ukatembea na vyuma, Yesu yuko tayari kuondoa hizo vyuma na kuunganisha mifupa yako mara tena kupitia kwa damu yake na mwili wake tu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani sana kukaribishe usika pamoja nasi. Hata wewe pia uache vyuma vyako hapa. Hivi vyuma wanazipenda. Kwa nini? Hizi vyuma, mtu alifika hapa akitembea na hizi vyuma na akatumia damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo, na hizi vyuma Yesu akaunganisha mifupa yake, akawacha vyuma hapa. Na wewe uko hapo na unatembea na chuma, uko hapo na uko na chuma kwenye mgongo, uko hapo na mishipi ya migongo, uko hapo na madawa, kila siku unatembea na unameza madawa. Hiyo mauti Yesu anaenda kuondoa, atakuponya hiyo kansa, atayeyusha, atampa tasa mwana, kipofu afunguke macho na kiziwi asikie, bubu anene na mifupa iunganike kwa jina la Yesu Kristo. Fika usika nasi katika kipindi hiki kuanzia tarehe 2 siku ya Wednesday hapa hapa kwenye madhabahu Lang'ata kwa jina la Yesu Kristo. Maeneo Lang'ata, kama uko na Nairobi, fika. Hata kama uko wapi, fika kwenye ibada hizi kuanzia siku ya tarehe 2 siku ya Wednesday mpaka tarehe 6 siku ya Sunday. Usika pamoja nasi, uone makuu ya Yesu Kristo, uone makuu ya Yesu Kristo. Uko Nairobi, uko popote pale unatamani kufika madhabahuni, fika Nairobi, fika maeneo inaitwa ya Afya Center, Town Center, Town, Nairobi Town, Afya Center. Panda gari namba 15 ambazo inaenda Lang'ata. Sema ushukishiwe civil servants kwa gate. Bwana Yesu asifiwe. Kishukiwa civil servants kwa gate. Hii madhabahu Yesu alikitalia hapa iko right opposite. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mtu yoyote, mtu ambaye anaitwa anavaa hivi vile nimevaa, utaonyeshwa ni haraka sana. Ni karibu sana na barabara, na Yesu wa mbinguni akubariki sana unapofika. Uliye na magonjwa fika, uliye na magonjwa fika, uliye na matatizo yako ya kifamilia fika tu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe uliye na vyuma fika, uziache hapa na utembee ukiwa salama na uzima wa Yesu Kristo. Karibu sana katika ibada hizi za meza ya Bwana, siku 5 za miujiza ya Yesu Kristo na ishara. Bwana Yesu asifiwe. Ataponya, atafufua tawafu. Usiye na kazi, fika, Yesu atakutuma kazini mwenyewe hapa hapa kwenye madhabahu haya kwa jina la Yesu Kristo. Karibu sana.